Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, unaangalia hii channel ya Vuka na Nguvu ya Maono. Siku ya leo nakuja kwako na ujumbe huu unaoitwa namna ya kuondoa udhaifu. Namna ya kuondoa udhaifu. Udhaifu ni roho kama ilivyo roho ya wizi. Udhaifu ni roho kama ilivyo roho ya uzinzi. Kwa hiyo siku ya leo naposema neno udhaifu, mwingine ana udhaifu katika hali ya biashara, mwingine ana udhaifu katika hali ya kutunza fedha, mwingine ana udhaifu kwenye mikono yake, mwingine ana udhaifu katika hali ya kuona kwake. Lakini hicho kisikufanye usiingie mbinguni. Roho ya udhaifu inatesa sana, na baadaye nitakuombea ili kuondoa hiyo roho ya udhaifu. Haya ni maombi ya kuondoa roho ya udhaifu. Kitabu kile cha Zaburi ile ya 92 na ule mstari wa 12. Biblia inasema, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mwanadamu yoyote yule ambaye amekubali kuishi na Kristo na akamfanya Kristo kuwa Bwana wake. Na mkili unaponisikia saa hii, nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye jamii yako, naye Mungu mwingine mnayemtumikia ambaye amewanyima uhuru wa maisha. Lakini leo ninayemsema ni Mungu wa mbinguni ambaye anasema kwamba mwenye haki atastawi kama mtende. Roho ya udhaifu haihitaji kuona mtu anastawi. Mwingine udhaifu wake ni umasikini, mwingine udhaifu wake ni kuonewa. Lakini masaa haya unapoenda kuombea, hiyo roho itaondoka na utasikia wepesi. Ungana katika maombi haya sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasimama kinyume na roho ya udhaifu iliyowafunga watoto wako, iliyofunga watu wengi katika ulimwengu, iliyofunga vijana wengi. Hiyo roho ya udhaifu iliyoungamanishwa nayo katika hali ya mateso, kwa jina la Yesu Kristo, naondoa hiyo roho ya udhaifu kwenye ukoo wako, naondoa hiyo roho ya udhaifu kwenye jamii yako, naondoa hiyo roho ya udhaifu kwenye masomo yako, kwa jina la Yesu. Anza kupokea. Na wewe ambaye unaendelea kunisikia, anza kuomba kuondoa hiyo roho ya udhaifu iliyofunga maisha yako, kwa jina la Yesu. Toka pepo wa udhaifu uliyekamata fahamu, pepo ya udhaifu uliyokamata akili ya huyo dada, pepo la udhaifu uliyokamata akili ya huyo kijana. Ni saa ya kuondoka, ni saa ya kuondoka hapo alipoketi, hapo alipolala, iwe ni katika hospital, iwe amelala kwa waganga wa kienyeji. Nazungumza naye popote, huyo aliyekana ugonjwa wa miaka mingi, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa ambao amezunguka nchi mbalimbali bila kupata matibabu, lakini leo naipeleka nguvu ya Mungu iletayo uzima. Hiyo ndio hiyo roho ya udhaifu. Toka udhaifu uliofungwa kwenye mikono, udhaifu wa umaskini, katika jina la Yesu Kristo. Ewe roho ya umaskini, toka. Ama juu ya huyo mtu anayetazama hii video, anatazama masaa haya, yuko kwenye gari lake, yuko kwenye biashara zake, nasema na hiyo roho ya udhaifu, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Roho ya udhaifu, udhaifu wa kuonewa. Uko shuleni unaonewa, kwenye mitihani unaonewa, kwenye biashara unaonewa, udhaifu wa kuonewa, kwenye familia, kwenye uzao wako unaonewa, kwa watoto wako unaonewa. Umezaa watoto wengi, lakini utaona msaada kwa hao watoto. Huo udhaifu aliopanga adui, ni saa ya kuondoka sasa kwa jina la Yesu. Udhaifu wa umaskini, unafanya biashara nje ya nchi lakini bado mafanikio hujayaona. Nazungumza na hiyo roho ya udhaifu. Anza kupokea nguvu mpya, anza kupokea uwepo mpya, anza kupokea upako mpya, anza kupokea nguvu mpya. Haya, toka. I tell you now, pokea nguvu ya Yesu Kristo, pokea uwezo wa Yesu Kristo, pokea mamlaka ya Yesu Kristo. Haya, funguka, funguka. Naona watu wanaanza kufunguka. Unaendelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Naona watu wanaanza kufunguka. Watu wanapiga simu zao, wanasema mchungaji nafunguka. Anza kufunguka sasa, anza kufunguka sasa. Uliyekaa kwenye biashara, weka mkono wako kwenye hiyo biashara, anza kuomba sasa, anza kuomba sasa. Uliyekamata fedha na fedha hazikai mikononi mwako, kamata hiyo fedha
ulionayo, anza kuombea sasa, anza kuombea sasa, anza kuombea sasa. Shika hiyo biashara yako, anza kuombea sasa. Kimbiza roho ya udhaifu, roho ya kuonewa, roho ya mateso, anza kuikimbiza. Naona inaondoka, inaondoka. Udhaifu wa kutokuolewa, umekaa nyumbani kwenu miaka mingi, umekaa kwa wazazi wako miaka mingi, wazazi wako wamekukatia tamaa. Hiyo roho ya udhaifu inaondoka, nayo inaondoka, nayo inaondoka, nayo inaondoka. Udhaifu wa kukataliwa. Umeolewa ndoa nyingi, lakini waume wamekataa. Natamka sasa, hiyo roho ya udhaifu inakimbia. Haya, nakimbiza roho ya udhaifu kwa jina la Yesu Kristo. Wana wa Israeli, Mungu aliwaambia walipofika bahari ya Shamu, walipoivuka ile bahari, wakaimba, nguvu ya udhaifu nayo ikarudi nyuma. Hata adui alipowafikia hakuweza kuwaona, maana uwepo wa Mungu ni uwepo wa ajabu na wa mamlaka. Natamka nguvu ikumiminikie, natamka uwepo ukumiminikie, natamka nguvu ikumiminikie. Haya, endelea kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haya maombi yatakuwa ni mwendelezo. Endelea kuomba kila siku majira kama haya. Kanisa, msikate tamaa. Taendelea kuomba na watu watafunguliwa. Kama mlivyoona leo watu wakifunguliwa na hii roho ya udhaifu, ndivyo hivyo ili somo likija kuisha watu wataenda kufanikiwa. Amen.